mapokezi kutoka kwa Abdullah ibn Umar annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam akisema, law kana jami'u ma fil ardi dhahaba wa fiddatan, lau kama vyote vilivyoko duniani vingekuwa ni dhahabu na fedha, wa hamalatuhum ra'atun ila baiti zawjiha, na akavibeba hivyo mwanamke kuvipeleka nyumbani kwa mumewe, thumma fakharat alayhi yawman min al-ayami, kisha siku moja tu akajifaharisha kuhusiana na mali hizo, kwa siku moja miongoni mwa masiku akajifaharisha kwa sababu ya mali hizo, biqauliha, kwa kauli yake akasema, man anta innamal malu li wala mala lak, kwani wewe nani? Hakika mali yote ni yangu na wala wewe huna mali. Kwa maana anamsimanga mume wake ni kwa sababu tu amepungukiwa. Na hili ni kosa liko sasa hivi kwa wanawake wengi, si wote, lakini kwa wanawake wengi, mpaka wengine unafika mahala pa kuvunja ndoa eti kwa sababu tu mume amefilisika, mume kafukuzwa kazi, mume biashara yake imeporomoka. Mtu anaona sasa, hapa maisha yangu yatakuwa ni ya shida, ya tabu, bora niachane na huyo mtu nikakae kwa mtu mwingine. Hili ni tatizo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi anasema, lau kama mwanamke atapata mali zote za duniani humu, au vitu vyote vya duniani viwe dhahabu na fedha, ikisha mwanamke avibebe vyote avipeleke kwa mume wake, ikisha siku moja katika masiku akasema kumwambia mume wake kwamba, man anta innama almalu li wala mala lak, wewe si chochote, hakika mali yote ni yangu na wewe huna mali yoyote. Ahbata Allahu amalaha, Mwenyezi Mungu ataiporomosha amali ya mwanamke huyo, walau kana kathira, hata kama amali yake ikiwa ni nyingi, Mungu hajali wingi huo. Waruya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi akisema, ayyuma mraati, mwanamke yoyote, kharajat min baiti zawjiha bighairi idhni, ametoka nyumbani kwa mume wake pasipo na ruhusa ya mume, la'anaha kullu shay'in tala'at alayhi shamsu wal qamar, vitamlaani yeye kila kitu kilichochomozewa na mwanga wa jua na mwanga wa mwezi, hata tarjia ila baiti zawjiha, laana hiyo itaendelea mpaka arudi kwenye nyumba ya mume. Na wanawake wa sampuli hii sasa hivi ni wengi, wanatoka majumbani mwa waume zao pasipo na ruhusa za waume, wanakwenda wanakokwenda bila kuaga, wataishi huko, watakaa huko kwa masaa au kwa masiku, lakini laana hii haitoacha. Hata akiswali, hata akifunga huko alikokwenda, bado huyu ni aswi tu, na laana itamkuta mpaka arejee kwa mume wake. Na akirudi, si kwamba akae kimya, bado aombe radhi kwa mume kwa hicho kilichotokea. Warawa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
annahu qala alayhi salatu wassalam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, almar'atu idha kharajat min babi dariha muzayyanatan wa mu'attiratan bitibi, mwanamke pindi akitoka kwenye mlango wa nyumba yake hali ya kuwa ni mwenye kujipamba, muzayyanatan wa mu'attiratan, na mwenye kujipaka manukatu akawa ananukia, bitibi, ananukia manukatu wa zawju bidhalika radin, na mume yuko radhi na hilo. Hapa usikize vizuri hapa, mke anatoka nyumbani kwa mume wake, lakini amejipamba sana, lakini amejipaka na manukato mazuri mazuri, na mume yuko radhi na hilo. Bana li zawjiha bikulli qadamin bunia li zawjiha bikulli qadamin baitun fi nnar, patajengwa kwa ajili ya mume wa mke huyo kwa kila unyayo mmoja anaoinua mwanamke anajengewa nyumba motoni. Mume ndo anajengewa nyumba motoni. Kwa nini? Ni kwa sababu tu umeruhusu mwanamke kutoka na hali kama hiyo, watu wakafitinike huko mtaani, na watafitinika kweli, kwa sababu muzayyanatan wa mu'attiratan bitibi, amejipamba mwanamke, amejipaka na manukato, ananukia kama jini, ndio anaenda kuingia kwenye daladala. Wewe unasemaje? Kuna usalama? Akiingia yeye tu daladala nzima ile harufu faa, watu wanatizamana, nani huyo alioingia na harufu nzuri? Watu wanahangaika, wanataka kujua huyo alioingia nani, na wakisha muona ndio huyu hapa, wataanza kumjaji amepaka nini. Na wengine hawaachi kuuliza, dada, perfume hiyo umenunua wapi? Inaulizwa perfume imenunuliwa wapi? Kosa akijibu, hilo ndio kosa. Nimenunua mahali fulani. Sawa, inaitwaje? Maswali ndio yatazidi sasa. Akijibu moja tu umefungua mlango wa maswali, yatakuja zaidi ya 100. Haya yapo na yanatokea Naudhu billahi almalik aljabbar, tujilinde kwa Mwenyezi Mungu mfalme, Mwenyezi Mungu mwenye kuteza nguvu. Waruya an Talha ibn Abdillah radhiyallahu anhu, imepokewa habari kutoka kwake Talha ibn Abdillah annahu qal, wa bwana huyu amesema, sami'tu Rasulallah, nimemsikia mtume. Aliyemsikia mtume maana yake alikuwa naye, aliyemsikia alikuwa naye. Yaqul, nimemsikia mtume akisema, ayyuma mraati kalahati fi wajhi zawjiha, mwanamke yoyote aliyekunja uso mbele ya uso wa mumewe. Yeye kakunja uso, kakasirishwa, ima alomkasirisha ndio mume, au kakasirishwa na watoto, au kakasirishwa na majirani, au amekasirika zake mwenyewe tu zimempanda, lakini amekunja uso mbele ya mume wake. Fatadkhulu alayhi alghammu, pakaingia matatizo kwa mume. Baada ya kumwona mke wake uso umekunjwa, mume anaanza kujadili, huyu mke ana nini leo? Tayari shida ishaingia. Basi fahiya fi sukhtillah, mwanamke huyo atakuwa kwenye hasira za Mwenyezi Mungu, ila an tudhika fi wajhi zawjiha, mpaka pale atakapochekesha, mpaka pale atakapochekesha mbele ya uso wa mume wake.
fatadkhulu alayhi surur, na pakaingia furaha kwa mume wake. Hapo ndo hasira ya Mungu itaacha. Lakini kipindi hiki mume bado anasononeka, mume bado anaanza kujitafsiri, mimi leo nimeingiaje hapa, au nimemkosea nini mwanamke huyu? Anaanza kujijadili. Mwanamke kule yuko kwenye hasira za Mungu, mpaka achane na huko kukunja uso, akunjue uso wake, arekebishe hali yake, atie furaha kwenye moyo wa mume wake. Ndio ile hasira ya Mwenyezi Mungu inaacha. Waruya an Abi Hurairata radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume amesema, idha daa ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, pindi mume amemuita mke wake kwenda kwenye kitanda chake, famtanaat, mwanamke akakataa. Na hajakataa labda kwa vile wamegombana, hapana, hawajagombana, ila tu amekataa. Abane, sasa hivi watoto bado hawajaenda shule. Sasa watoto kwenda shule na mimi na haki yangu wapi na wapi? Mambo haya hayahusiani. Mama fulani njoo. Huyu baba naye kuita huyu, anaanza kukumanga huko kuita, anaita tu kila saa anaita. Kwani unasemaje baba nani? Nimesema njoo. Huyu naye sasa utatiwa hila. Sasa nikienda huko sasa sitoki sasa hivi, na mimi bado nina jambo langu, nakuja. Ndio haji hivyo. Huyu amekataa, lakini amekataa kwa maneno mazuri, hajakataa kwa maneno mabaya. Nakuja, lakini kuja haji. Ona, fabata zawju ghadbanun alaiha, mume yule akawa amepitiwa na usiku wote ule, amemkasirikia mke wake. La'natiha almalaikatu hatta tusbiha, malaika watamlaani mwanamke huyo mpaka pakuche. Siku kucha malaika wameshughulishwa na kumlaani mtu kwa sababu tu kaitwa na mume hakuitika, kaitwa na mume hakwenda alikoitwa. Sasa kwanza si uende ukasikilize hicho unachoambiwa nini, weka mzigo hapa, weka mzigo, si basi mambo yaishe. Kuna wengine wanasumbuliwa na tamthilia. Tamthilia iko pale sasa, ndio iko katikati, ndio inanoga sasa. Alafu hapo ndo mzee anaita huko, Mama Sanjari njoo. Ngoja kidogo ngoja kidogo. Mwanamke haendi. Sasa baba Sanjari alikuwa amenuna, huyu mwanamke huyu atapata laana mpaka hapo atakapoacha hizo shughuli zake aende kwa mume wake. Mtume anasema hata tusbiha, mpaka pakuchi asubuhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, hadithi hii inapokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim, kwa maana kwamba ndani ya vitabu vyao hivyo imo hadithi hii. Wa ghairihima rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma waruya an Salman al-Farisi, na yamepokewa maneno kutoka kwa sahaba wa Mtume Salman al-Faris, annahu qala, amesema, dakhalat Fatima radhiyallahu ta'ala anha ala rasulillah, bibi Fatima aliingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma nadarat ilayhi dam'at ainaha, wakati Fatima alipomwangalia Mtume macho yake yakamimina machozi. Wataghayyara launuha, rangi yake ikabadilika. Mtoto wa Kiarabu huyu
rangi yake ikabadilika saa hiyo hiyo. Faqala alayhi salatu wassalam, bwana mtume akauliza, malaki ya bintai, binti yangu una nini? Una shida gani? Mbona nakuona unalia huku na rangi imekubadilika? Qalat, bibi Fatima akasema, ya Rasulullah, kana baini wa baina Ali albariha mizah, palikuwa na mzaha baina yangu na Ali. Huyo Ali ni mume wa Fatima binti Rasulillah. Sasa Fatima anasema tulikuwa tuna mzaha wetu ukiendelea baina yangu na mume wangu. Lakini albariha, usiku ule uliopita ndio unaitwa bariha. Wanashaa min alkalam, lakini pakazaliwa kutokana na yale maneno, an ghadiba Ali bikalimatin kharajat min fiya. Muona Ali akakasirika kwa neno lililotoka kinywani mwangu. Unajua kwenye utani tena unaweza ukataniwa mzee mzima, alafu tena ule utani kidogo ukakugusa. Inawezekana. Hebu niondoshe ubabu wako hapa mie. Nishakuwa babu tena mbele yako? Mbele yako wewe mimi babu? Tayari ishakuwa ni shida. Kaumiza roho yako. Yaani kakufanya wewe mzee, hujielewi, hujijui, huwezi mambo. Baba anakasirika. Maneno kama haya huwa yanatokea kwenye utani, lakini sio kwamba wamegombana. Naam. Falamma raaitu anna aliyan qad ghadiba, nilipogundua kwamba Ali amekasirika, nadimtu wa amamtu, hapo hapo nilijuta, lakini pia tena nikaondoka. Fakultu lahu, nikamwambia, ya habibi irdi anni, mpenzi wangu. Ndio my dear, maneno ya mapenzi yale. Mume wangu, mpenzi wangu, habibi wangu, mwandani wangu, msamehe. Na haya hayasemwi yana kila mwanamke kwambie hivyo. Haya yanasemwa na wanawake maalum. Hawa wanawake wetu wanasema, wewe kama umekasirika utajiju. Kwa mbele unamaliza mwenyewe. Huyo anakwenda na shughuli zake, wewe endelea kukasirika. Lakini kumbe ilikuwa sio hivyo. Afanye kama hivyo alivyofanya Fatima. Fatima amefanyaje? Fatima amejuta, kwa nini nimetoa kauli ile ikamkera mume wangu? Akajuta. Ikisha akasogea. Aliposogea ndo akamsemesha maneno. Akamwambia, ya habibi irdi anni, naomba nisamehe. Watafati haulahu 72 mara, tena akazunguka pale pembeni mwa mume wake. Tafati haulahu, bibi Fatuma amezunguka pale pembeni pale kwa mume wake. 72 maratan, mara 72. Anazunguka tu hivi, naomba mume wangu nisamehe, naomba mume wangu niwe radhi, ameisha, niliponyokwa tunaipa hivyo. Hata radhiya anni, mpaka Ali akaniridhia. Wadhahika fi wajhi ma'a ridha, lakini pia akacheka mbele yangu pamoja na kuridhia. Wa ana khaifatun min rabbi, lakini mimi bado nina hofu kwa Mola wangu. Pamoja ni kwamba Ali ameridhia kwa vile nilivyomuomba na kumbembeleza, na kaonesha kuridhia, kakunjua uso wake, akawa amecheka mbele yangu, lakini bado mimi nina wasiwasi kwa Mungu, sijijui niko upande gani.
Faqala laha an-nabiy, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia binti yake, ya bintayya, e binti yangu, walladhi ba'athani bilhaqqi nabiyya, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu ambaye aliyenituma mimi hali ya kuwa ni mtume, kwamba innaki law mitta qabla an tardiya aliyan, lau kama wewe ungekufa kabla hujamridhisha Ali, lam usalli alayka, mimi singekusalia. Angalia shida hii, mtume anamtahadharisha mtoto wake, binti yake mpendwa, lakini anamwambia ikiwa ungekosea, umekufa kabla hujamridhisha mume wako kwa hicho kilichotokea, basi kwenye maiti yako mimi nisingekusalia. Wewe mtume akikataa kukusalia unasema